Kwa majina naitwa Gracious Isaya Mtanda, ni afisa ardhi kutoka Tume ya Taifa ya Mpango wa Matumizi ya Ardhi. Lengo la kuwepo kwetu katika kijiji cha Ngukumo ni kutekeleza matakwa ya serikali ya kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi ya kijiji hiki ili kukusaidia kijiji kwanza kuondokana na migogoro ya ardhi, pili kuongeza usalama wa miliki kwa wananchi, na tatu kuwa na uhifadhi wa mazingira. Tunavyosema kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi ni utaratibu ambao unahusisha kupangilia matumizi yaliyopo katika kijiji hiki pamoja na yale matumizi wanaohitaji kuwa nayo kwa kuzingatia hasa uwezo wa ardhi, rasilimali zilizopo katika kijiji na shughuli za kiuchumi zilizopo, ili sasa shughuli hizi zifanyike katika utaratibu na kwa kuzingatia uwezo wa ardhi iliyopo, kwa kuzingatia idadi ya watu, mahitaji ya kijiji, na mwisho wa siku sasa kukipelekea kijiji kuwa na mpangilio wa matumizi ambao unaondoa migongano ya matumizi na unasaidia kuondoa ile migogoro ya ardhi. Kama tunavyojua, ardhi tulionayo ni ile ile, watu tunaongezeka, mifugo inaongezeka, hivyo mahitaji haya yasipofanywa utaratibu mzuri, yasipopangwa vizuri, yatapelekea sasa ardhi kutotumika kwa utimilifu wake, uzalishaji hautakuwa mzuri. Hivyo sasa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Tume ya Taifa ya Mpango wa Matumizi ya Ardhi imekiwezesha kijiji hiki sasa kiweze kuandaa mpango wa matumizi ya ardhi ili kiondokane na changamoto hizo na kipate manufaa. Katika uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi unahusisha pia kufanya tathmini shirikishi. Tathmini shirikishi hiyo inafanya kwanza, lazima uainishe matumizi yaliyopo kwa sasa, ujue kijiji kina changamoto gani. Kwa hiyo kupitia hiyo tathmini ndiyo kijiji kitajua ni huduma gani za jamii zipo, ni huduma gani za jamii hazipo, ni changamoto zipi za msingi zipo, je, fursa zipi zipo, na mwishoni sasa unatengeneza mpango ambao unajibu haya yote. Unajibu huduma za jamii ambazo hazipo, unajibu migogoro au aina ya changamoto ambazo zinakifanya kijiji kiende katika migogoro. Tatu, unajibu, je, malengo ya kijiji ni yapi? Kama kijiji kinakuwa, je, kikue katika mpangilio huu? Kwa hiyo ile tathmini ndiyo ikifanyika inakupa njia ya kutengeneza mpango ambao unajibu changamoto zote ambazo zipo. Hivyo basi, kwa kujibu swali lako ni kwamba kupitia mpango huu kijiji, takupa mfano moja kwa moja, kijiji hiki kiainisha hakina shule ya sekondari, hakina zahanati, lakini kupitia huu mpango kijiji kimeweza kutenga maeneo hayo. Kimetenga maeneo mawili kwa ajili ya ujenzi wa zahanati na kimetenga eneo kwa ajili ya kujenga shule ya sekondari. Si hivyo tu, hata katika upande wa ufugaji kimetenga eneo la kujenga miundombinu ya ufugaji Mboni Joshua. Kwa hiyo sasa hiyo inaonyesha kwamba kupitia mpango wa matumizi ya ardhi ndiyo utaratibu au ndiyo tool linaweza kusaidia kijiji kupata maendeleo sahihi. Uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi kwanza hauhusishi kutengua haki za msingi za watu. Mpango wa matumizi ya ardhi unafanyika kwa kuzingatia miongozo ya sheria ya uandaaji wa mpango wa matumizi ya ardhi sura ya 116, unazingatia pia sheria ya ardhi na pia unazingatia misingi ya sera ya ardhi kwamba lazima haki ya miliki ilindwe. Hivyo tunavyoandaa mpango wa matumizi ya ardhi, kwanza haki zote zinazingatiwa, na pili njia zilizo halali za utafutaji wa maeneo haya hususa ya huduma za jamii unafanywa kwa ushirikishi. Aidha, yatatumiwa maeneo yale ambayo yanasimamiwa na halmashauri ya kijiji. Pili, inatumiwa njia shirikishi ya kama kijiji kuwaomba wananchi wake wale walio na maeneo makubwa wanajitolea wenyewe
kwa ajili ya maendeleo ya kijiji chao. Hivyo upangaji wa matumizi ya ardhi ni shirikishi na unapanga haya maeneo kwa uwazi, kwa ushirikishaji na kwa kuzingatia sera, sheria na miongozo.